Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi SAUT waeleza namna chuo kinavyohakikisha usawa wa kijinsia katika nafasi za uongozi. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa kusitishwa haraka mapigano yanayoendelea katika jeshi la Mali na vikosi vya waasi nchini humo. Na katika michezo, baadhi ya wadau wa soka wilayani Nyamagana waeleza mafunzo ya matumizi ya VAR kuwa mwarobaini sahihi wa kupunguza makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Abdulsami Hawanga nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Samila Salum atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Ronaldo Komba. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukianzia hapa katika ukanda wa Ziwa Victoria ndani ya wilaya Nyamagana jijini Mwanza. Baadhi ya wanafunzi kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wameeleza namna chuo cha SAUT Mwanza kinavyoweka kipaumbele katika kuimarisha usawa wa kijinsia katika nyanja mbalimbali, hasa katika nafasi za uongozi. Na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wamesema elimu ya chuo kikuu inawasaidia kutatua changamoto mbalimbali za kiuchumi, kisiasa, hata za kifamilia wanazokumbana nazo katika jamii. Mwanahabari wetu Maslahi Saidi ametuandalia mchanyato wa taarifa hizo. Wanafunzi wa kike katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wanapewa kipaumbele katika nyanja mbalimbali za uongozi katika serikali ya wanafunzi. Jina langu naitwa Rehema Abdi Mdoe, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza. Nasoma sheria mwaka wa 4. Tukizungumzia ishu ya uongozi katika chuo chetu kweli kina consider issue ya equality kati ya wanaume na wanawake. Tukiangalia chuo kwetu, ili uweze kugombea nafasi ya urais ni lazima kuwa na jinsia mbili tofauti. Kama rais atakuwa ni wa kiume, basi makamu wake atakuwa ni wa kike, na kama rais ni wa kike, basi makamu wake atakuwa ni wa kiume. Tukiongelea pia issue ya CRs, class representative, hivyo wameconsider issue ya equality. Kwa majina naitwa Agnes Matayo, nasoma Baidi 2. Kwa mtazamo wangu naona kwamba wanawake wanapewa kipaumbele pia, kwa sababu kwenye sekta mbalimbali, kwa mfano uongozi, unakuta labda waziri yupo wa kike, yupo wa kiume, hivyo unakuta kama rais wa kiume, makamu wake anakuwa wa kike. Lakini pia kwenye madarasa CRs, unakuta CR yupo wa kike, CR wa kiume, hivyo kwa wanakuwa wamebalance. Kwa jina naitwa Alhaji Omar Shepasi, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza. Ni kweli wanawake wapi wamekuwa wakipewa kipaumbele katika nyanja za uongozi. Kwa mfano, katika serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, unaweza ukaona serikali ya wanafunzi ina jinsia tofauti kwa wanawake wapo na kwa wanaume wapo. Kwa majina naitwa Catherine Chesko, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3. Ni kweli kabisa watoto wa kike wanapewa kipaumbele katika ngazi za juu. Kimfano, hapa chuoni kwetu unaweza kuwepo na siara wa kiume na pia akachaguliwa siara wa kike, au mbunge wa kiume na msaidizi wake pia anaweza akawa wa kike. Hivyo watoto wa kike wanapewa kipaumbele katika ngazi zote na sekta zote. Nadhani umeweza kusikia maoni ya wanafunzi mbalimbali ya wanafunzi. Kwa kufikia hapo, mimi sina la ziada. Langu jina ni Maslahi Saidi wa SAUT TV. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameweza kuelezea ni kwa namna gani elimu ya chuo kikuu inavyoweza kuwasaidia kuweza kutatua changamoto mbalimbali zile zinazojitokeza katika jamii yao. Naitwa Jirabi Yohana Matekele, ni mwanafunzi katika Chuo cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Kimsingi, elimu ya chuo kikuu inao mchango mkubwa katika jamii ya Kitanzania. Kama kijana ambaye anakuwa amepata elimu ya ngazi ya chuo kikuu, anayatizama mambo katika mtizamo tofauti na watu ambao hawajapata elimu. Tukianza na namna ambavyo anaweza akafanya kazi za kiuchumi, mfano kazi za kilimo, kazi za biashara, namna ya utatuzi ya matatizo ya kijamii ambayo yanakumba jamii. Kwa majina naitwa Faith Pius,
ni mwanafunzi kutoka St. Augustine, kitivo cha sheria. Mimi kutokana na elimu ya chuo nimeweza kujifunza vitu mbalimbali. Kwa mfano, kutokana na elimu hii ya chuo nimeweza kujua ni jinsi gani ambavyo naweza nikafahamu haki zangu mimi kama Mtanzania, na pale ambapo ninahisi kwamba haki zangu zimevunjwa, ni nini ambacho natakiwa kufanya ili kusudi kuweza kupata haki yangu. Kwa mfano, pale ambapo unahisi kama kwenye haki za binadamu, pale ambapo unahisi haki yako wewe kama Mtanzania imeweza kuvunjwa, kutokana na katiba yetu ya Tanzania una haki ya kwenda kuishtaki. Kama ni serikali ambayo imekuvunjia haki yako, unaweza ukaenda ukaishtaki, na hata kama ni mtu binafsi unaweza pia ukaenda ukamshtaki. Kwa jina naitwa Evans Steven, nipo nasoma shahada ya falsafa na elimu katika chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, ambapo tukizungumzia elimu ya chuo kikuu na jinsi ambavyo inawasaidia vijana mapindi tu watakapotoka hapa na hapa wanavyoendelea na masomo yao. Hii ni elimu ambayo inamsaidia mwanafunzi anapomaliza masomo hasa akaingia kwenye jamii, inamsaidia ingie kwenye jamii akiwa na mawanda mapana. The way atakavyotatua matatizo atakayokuta kwenye jamii ni tofauti na mtu ambaye hajawahi kupata hii elimu ya chuo kikuu. Kwa hiyo tunapozungumzia elimu ya chuo kikuu, mtu anapokutana na changamoto labda kwenye ndoa, mwishoni watu watatoka hapo wataingia kwenye ndoa, atakapokutana na changamoto kwenye ndoa anaweza kutatua tofauti na yule ambaye ana uelewa zaidi kwenye ndoa kulinganisha na elimu alionayo mtu aliyemaliza chuo kikuu. Nadhani umeweza kusikia vizuri kabisa ni kwa namna gani wanafunzi elimu ya chuo kikuu inavyoweza kuwasaidia kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba katika jamii yao. Mpaka kufikia hapo mimi sina ziada. Jina langu ni Maslahi Saidi wa SAUT TV. Shukrani sana Maslahi Saidi kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, tukisalia hapa jijini Mwanza, waziri wa elimu serikali ya wanafunzi SAUTISO Almachus Mtasingwa katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza ameeleza namna serikali hiyo inavyowasaidia wanafunzi katika kutatua changamoto ya ada chuoni hapo. Mwanahabari wetu Hamisi Teo ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUTI kampasi kuu ya Mwanza. Baadhi ya wanafunzi wameeleza changamoto za ada zinazowakumba na namna ambavyo serikali ya wanafunzi inavyochukua hatua ya kutatua changamoto hizo. Changamoto ya ada, wapo watu ambao wanapitia hizo changamoto, ambao wanashindwa kuingia darasani. Wapo watu ambao wanaomba special, hata ule muda wa special unafika wanashindwa tena kufanya mtihani, then inaleta athari ya mtu ana left kabisa chuo. SAUTISO ina nafasi fulani kwenye kusaidia wanafunzi. Wito wangu ni kwamba serikali SAUTISO ianze kutekeleza, kwa sababu kuna wengine hawawezi kabisa hata kidogo kufanyaje kulipia ada, na hiyo ipo kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao hawajiwezi kwenye kulipa ada. Kwa majina anaitwa Misoka Cosmas, ninasoma katika chuo cha Mtakatifu Agustino kozi ya Baedi. Changamoto ya ada imekuwa na athari kubwa sana, sio kwangu tu, hata kwa wanafunzi wenzangu. Wengi sana wameshindwa kukamilisha malengo yao na kufikisha ndoto zao kwa sababu ya ada. Hali hiyo imepelekea wao kushindwa kuendelea na masomo na kushindwa kutimiza malengo yao. Serikali ya SAUTISO imetatua changamoto ya ada kwa wanafunzi, lakini sio kwa kiwango kikubwa sana. Imejaribu kutatua baadhi ya changamoto, lakini kuna baadhi ya changamoto zingine imeshindwa kutatua. Wito wangu kwa serikali ya wanafunzi na wanafunzi pia, nilikuwa naomba serikali ya wanafunzi iweze kuliangalia swala hili ili kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao wanashindwa kuendelea kwa sababu ya kukosa ada. Naye waziri wa elimu wa serikali ya wanafunzi katika chuo hicho Almachus Mtasingwa ameeleza namna wanavyochukua hatua ya kutatua changamoto hizo za wanafunzi katika chuo hicho. Kwa jina naitwa Almachus Sigfrid Mtasingwa,
ni waziri wa elimu serikali ya wanafunzi SAUTISO. Serikali ya wanafunzi SAUTISO kwa sheria na taratibu zilizopo kwa mnufaika wa mkopo ni ngumu kumsaidia kwa lile fungu linalokuwepo linaloitwa student aid funds, unaitwa mfuko wa wahitaji, kwa sababu ule mfuko unawasaidia wale tu ambao sio wanufaika wa mkopo, na huo kuna hatua zinafuatwa, wanatafutwa kupitia madarasani, wanaojiwa, wanaelezea changamoto zao, lakini wale ambao wanakuwa na mkopo maana yake huwa tuna washauri, na kizidiwa zaidi huwa tunawapa utaratibu wa kufuata hata kupitia kwa babadini hadi kwa financial controller ili aweze kuwaunganisha na ofisi za uhasibu waweze kufanya mitihani yao. Changamoto kubwa zinazokuja hapo mbele, changamoto kubwa huwa ni pale mtihani unapokaribia. Wanafunzi wengi kwa kiasi kikubwa huwa wanashindwa kumalizia ile 985,600 ili aweze kuingia kwenye chumba cha mtihani, na pale ambapo wanafunzi huwa tunapokea hizo changamoto, tukizipokea maana yake huwa tunaangalia kwa wanafunzi wale ambao sana sana ambao tunawapa kipaumbele ni wale ambao sio wanufaika. Bado tutarudi kwenye hoja yetu, ambao sio wanufaika wa nini, wa mkopo. Kama sio mnufaika wa mkopo, huwa kuna utaratibu unafuatwa kupitia ule mfumo wa mfuko wa kusaidia wahitaji kama nilivyoelezea hapo awali. Nikiripoti kutoka hapa Malimbe, mimi ni Hamisi Kabanda wa Sauti. Taarifa yake Hamisi Teo inatutomatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV popote unapotizama hivi sasa. Ni wakati wa kuyaangazia yale yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kusitishwa haraka mapigano yanayoendelea katika taifa la Mali kati ya jeshi la nchi hiyo pamoja na vikosi vya waasi ili kuhakikisha usalama wa raia na miundombinu nchini humo unarejea. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa juhudi za Marekani za kusindikiza meli kupitia mlango bahari wa Hormuz kupitia mbinu yake mpya ya Project Freedom zimesitishwa. Trump ametoa kauli hiyo huku akilenga kutoa nafasi ya kukamilisha makubaliano ya amani na Iran kwa ajili ya kuondoa kizuizi na kushindwa kupita kwa meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Mwandishi wetu Steven Kianzi anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Tuanzie taarifa ya Rais Donald Trump kwamba Marekani kusindikiza meli kupitia mlango bahari ya Hormuz kupitia mbinu yake mpya ya Project Freedom zimesitishwa. Trump ametoa kauli hiyo na kusisitiza kuwa Marekani kwa sasa itafanya kazi kwa kujihami tu ili kutekeleza kizuizi cha majini, huku kukiwa na msukumo wa makubaliano ya Iran ili kutoa nafasi ya kukamilika kwake. Aidha, Trump ameongeza kwamba vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran vitaendelea kuwepo, huku akionya kwamba vikosi vyake vitakuwa tayari kuingilia kati ikiwa vitahitajika. Kwa upande wake, Iran kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi amejibu juu ya kauli hizo toka kwa mamlaka za Marekani kwamba Iran itakubali makubaliano ya haki na ya kudumu ili kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Mbinu hiyo ya Marekani ya Project Freedom ambayo imesimamishwa iliyolenga kusindikiza meli zilizokwama au kuwekewa vizuizi katika mlango bahari wa Hormuz imetambulisha siku ya Jumatatu na ilianza kutekeleza majukumu yake siku hiyo hiyo ya Jumatatu. Tuipe kisogo taarifa hiyo na tuangazie wito wa Umoja wa Mataifa juu ya kusitishwa kwa mapigano nchini Mali. Wito huu umetolewa na msemaji wa ofisi ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa Sefu Magango. Ametoa wito huo akiwa mjini Nairobi, huku akisisitiza kuwa UN ina wasiwasi kuhusu ripoti za mauaji ya kiolela yanayofanywa nchini Mali. Aidha, kulingana na ofisi hiyo, imeeleza kuwa mashambulizi hayo yameua raia wengi na maelfu ya wengi wamelazimika kukimbia makazi yao. Katika hatua nyingine, Magango amewasilisha pia wito wa mkuu wa ofisi ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk kwamba pande hizo mbili katika mzozo huo usihusishe uhalifu dhidi ya usalama wa raia. Aidha, kauli hii ya Turk imesisitiza kwamba pande hizo mbili ziruhusu misaada ya kiutu iwafikie watu wote wenye uhitaji katika nchi hii ya Mali. Mimi ni Steven Kianzi. Ni Steven Kianzi huyo akitupitisha katika medani za kimataifa hivi sasa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Samila Salum atake kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi.
Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Samira Salum. Baadhi ya wafanyabiashara wanaozunguka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wamesema kuwa uwepo wa wanafunzi wa chuo hicho umekuwa chanzo cha kukua kwa kipato na biashara zao. Kwengine biashara kimataifa. Kampuni ya usafirishaji wa makontena ya Ufaransa CMA-CGM imeripoti kuwa moja ya meli zake San Antonio imeshambuliwa wakati ikipita katika mlango bahari wa Hormuz, tukio lililosababisha majeruhi kwa wafanyakazi na kuibua wasiwasi katika sekta ya biashara ya kimataifa. Shambulio hilo linakuja katika kipindi ambacho njia hiyo ya usafirishaji imekuwa na msukosuko kutokana na mivutano ya Mashariki ya Kati. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Esau Ndimbwa. Baadhi ya wafanyabiashara wanaopatikana Malimbe jijini Mwanza wameeleza namna wanavyonufaika na uwepo wa fursa mbalimbali za kiujasiriamali, na hii leo wamefanya mazungumzo na SAUT TV. Walikuwa na Kwa jina naitwa Mama Dani, ni mjasiriamali wa hapa SAUT. Biashara ya hapa SAUT ni biashara ambayo kuna muda ina changamoto kidogo, kuna muda haina changamoto kidogo. Mfano, inanirahisishia mimi kufanya kazi kwa muda mfupi na kurudi nyumbani, na inanirahisishia mimi kutotoka mazingira haya kwa sababu situmii gharama. Mfano, naishi mazingira ya maeneo ya hapa, situmii gharama kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, mfano nje ya Malimbe hapa hivyo. Kwa majina mimi naitwa Mama Ali. Uwepo nao uona hapa kwa wanachuo wa Malimbe naona ni mzuri kwa upande wa biashara. Mama tunapiga na picha. Maana unanipatia hela na matumizi. Yanakidhi mahitaji yangu. Kwa kweli nashukuru kwa hilo. Kwa jina naitwa Majeli. Auza miogo, nazunguka naangalia upepo wa nini wa hela, lazima nifanye, natafuta maeneo ya biashara. Mzunguko wa hela ulipo ndo nafanyia. Rais wa mzunguko wa hela Malimbe hamasisha tufanye biashara wote kwa kutembeza. Ukishatembeza haraka alafu unapata mzunguko wa hela haraka. Na tuipe kisogo taarifa hiyo. Ukuaji huo umechangiwa zaidi na mahitaji makubwa ya huduma za usafirishaji wa abiria pamoja na usafirishaji wa mizigo katika masoko mbalimbali duniani ikiwemo Australia na nchi mpya kama Denmark ambako kampuni imepanua shughuli zake. Hata hivyo, kampuni hiyo imekiri kuwa mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati umeathiri kwa kiasi fulani kasi ya ukuaji wake, hasa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta kwa kuongeza gharama na uendeshaji wake. Katika robo ya kwanza ya mwaka huu, Uber ilikumbwa pia na changamoto za hali mbaya ya hewa ikiwemo dhoruba ya majira ya baridi ambazo zilipunguza mapato yake ya huduma za usafirishaji wa abiria. Licha ya changamoto hizo, kampuni imeendelea kuimarisha mikakati yake ya kibiashara ikiwemo kudumisha bei thabiti na kuwekeza zaidi katika sekta zenye faida kubwa kama huduma za usafirishaji wa mizigo. Aidha, Uber imeweka mpango wa kuanzisha huduma za magari yanayojiendesha katika miji 15 duniani ifikapo mwisho wa mwaka 2026, hatua inayotarajiwa kuongeza mapato na kuimarisha ushindani wake. Na tuipe kisogo taarifa hiyo. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, wafanyakazi waliojeruhiwa wamehamishwa na wanapatiwa matibabu huku uharibifu wa meli ukichunguzwa. Hata hivyo, kampuni haijatoa maelezo zaidi kuhusu chanzo cha shambulio hilo. Wataalamu wa biashara wanasema matukio kama haya yanaweza kusababisha kupanda kwa gharama za bima ya meli ama kucheleweshwa kwa usafirishaji wa bidhaa na kuongeza bei za mafuta katika soko la dunia. Aidha, tayari baadhi ya kampuni za usafirishaji zimeanza kuchukua tahadhari zaidi au kubadili njia za usafirishaji ili kuepuka eneo hilo. Katika za mpana, mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Israeli na Iran umeathiri vibaya biashara ya kimataifa huku mamia ya meli zikikwama na kucheleweshwa. Hali hii imeweka shinikizo kwa mnyororo wa ugavi
hasa kwa nchi zinazotegemea uagizaji wa mafuta na bidhaa kutoka Mashariki ya Kati. Na ikumbukwe tukio hili linaonyesha jinsi usalama wa njia ya bahari ya Hormuz ulivyo muhimu kwa uthabiti wa biashara ya dunia, na linaweza kuwa na athari ya moja kwa moja kwa bei za bidhaa na uchumi wa kimataifa iwapo hali itaendelea kuwa tete. Esau Ndimbwa, SAUT TV. Asante sana Esau Ndimbwa kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Ronaldo Komba. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Samira Salum. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Ronaldo Komba. Baadhi ya wadau wa soka mtaa wa Malimbe, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza, wamesema mafunzo ya matumizi ya VAR, yaani video ya kumsaidia refa, yanaweza kuwa mwarobaini sahihi wa kupunguza makosa ya kibinadamu ya waamuzi ambayo yamekuwa yakilalamikiwa na wadau wa soka nchini Tanzania. Wamesema hayo walipofanya mahojiano na SAUT TV kufuatia mafunzo yanayoendelea juu ya matumizi ya VAR, ikiwa kwa sasa mafunzo hayo yamefikia hatua ya 4, ikitarajiwa kuanza kutumika msimu ujao wa Ligi Kuu ya Tanzania Bara pamoja na mashindano ya AFCON. Na katika uga wa michezo kimataifa, kocha wa klabu ya Arsenal Mikel Arteta amesema kutinga katika hatua ya fainali ya kombe la ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya miaka 20 ni kutokana na mchango mkubwa na juhudi kutoka kwa wachezaji pamoja na mashabiki wote wa timu hiyo. Arteta amesema hayo baada ya kutamatika kwa mchezo wa nusu fainali ya mzunguko wa pili wa ligi ya mabingwa barani Ulaya na kutinga hatua ya fainali baada ya kupita miaka 20 kwa kuiondosha klabu ya Atletico Madrid. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Samson Bahati. Mafunzo ya kutumia video ya kumsaidia refa ama VAR ambayo kwa Kiswahili inaitwa vikure imefikia hatua ya 4, ikiwa imekaribia kuanza kutumika nchini Tanzania. Lakini je, matumizi haya ya vikure ndani ya ligi yetu nchini Tanzania yatakuwa na msaada gani, au ni nini ambacho itakuja kubadilisha nchini Tanzania? Wadau wa soka wana nini cha kuzungumza? Wanaona ni mwarobaini juu ya kutibu kila ambacho amekuwa akilalamika kila siku kwenye mitandao ya kijamii kwamba waamuzi wamekuwa wakitoa maamuzi yasiyo sahihi, au itakuja kubadilisha mwelekeo wa soka la Tanzania? Kwa asilimia takriban 80 vikure katika michezo tunaona katika michezo mbalimbali, hususan ya kimataifa, michezo ya bara la Ulaya, kwa mfano EPL, imekuwa ikisaidia zaidi. For instance, unaweza ukaona kama si offside lakini akuja kumwamua mwamuzi na kwamba hii ilikuwa ni offside, labda ilikuwa so penalty, unaona kama ili tukio alistahili kuwa penalty lakini akuja kufanya kama penalty. Lakini pia kwa upande mwingine ile vikure pia inaweza ikawa na mchango hasi, bi maana mwamuzi huenda ikawa amejisahau kwamba anaona kama itamsaidia. Lakini kwa upande wangu mimi naweza nikasema imekuwa zaidi ikisaidia, kwa sababu mwamuzi anakuwa na makosa ya hapa na pale, na kuna makosa ambayo kuyaona inakuwa ni vigumu zaidi. Kwa hiyo vikure imekuwa ikisaidia kwa takriban asilimia isiyopungua 80 katika mchezo wa mpira wa miguu. Kwa upande wangu mimi siwezi kusema, naweza nikasema kwamba sio kwa asilimia zote kwamba linaweza ikatatua changamoto hiyo, kwa sababu tunaona kuna matukio mengine ambayo yanatokea ambayo VAR yani mwamuzi anashindwa kwenda kuangalia kwenye VAR na kuamua. Upande wa nchini Tanzania ndio ina faida yake, maana VAR yenyewe si ndio inatumika kwa picha za marejeleo. Imekuwepo tendency ya kufungwa magoli halali, lakini bado yanakataliwa na waamuzi. Lakini sasa uwepo wa VAR kuendeleza mpira wetu wa Tanzania, lakini hiyo itategemeana na uendeshaji, ujuzi wao na mafunzo watakayokuwa wamepata. Ujio wa vikure umeonekana kuwa na faida kubwa na umuhimu mkubwa kwenye maendeleo ya soka nchini Tanzania, lakini maamuzi makubwa mengi yamebaki kwa waendeshaji wa vikure hizo na sio kwa mwamuzi wakati wa uwanja. Anaweza kuamua kwenda kutazama kwenye vikure au asiende kutazama, na ndio maana kumekuwa kuna lawama nyingi sana licha ya uwepo wa vikure. Je, kwa upande wako wewe mtazamaji, unafikiri maamuzi makubwa inabidi yawe kwa nani? Kwa vikure au kwa mwamuzi wa kati? Nikiripoti kutokea hapa Malimbe, jina langu ni Samson Bahati wa SAUT TV. Na kimataifa, siku ya jana klabu ya Arsenal imetinga katika hatua ya fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya
baada ya ukame wa takriban miongo miwili, yaani miaka 20, ikiwa mara ya mwisho walifika hatua ya fainali mwaka 2006. Baada ya ushindi wa jana wa bao 1-0 dhidi ya Atletico Madrid, Arsenal wametinga moja kwa moja katika hatua ya fainali kwa jumla ya mabao 2-1 baada ya kutoka sare ya bao 1-1 katika mchezo wa kwanza wa nusu fainali ya kombe hilo. Kocha wa klabu hiyo Mikel Arteta akizungumza baada ya kutamatika kwa mchezo huu amesema kutinga hatua ya fainali imetokana na juhudi zilizochangiwa na timu kwa ujumla, ikiwemo wachezaji wake pamoja na mashabiki wa timu hiyo, akiwasihi kuendelea kuishika mkono, akisema anatarajia kubeba mataji mawili makubwa msimu huu, ikiwemo La Ligi ya Mabingwa barani Ulaya pamoja na La Ligi Kuu nchini Uingereza, ikiwa zimesalia takriban mechi 4 ili kutamatisha msimu huu, ikiwa ushindani unaendelea baina ya Manchester City baada ya City kutoa sare wiki iliyopita. Arsenal wanamsubiri mshindi wa mechi kati ya PSG na Bayern Munich ili kufahamu ni nani atakayechuana naye katika hatua ya fainali, ikiwa mpaka sasa PSG ana faida ya bao 1 baada ya ushindi wa mabao 5-4 kwenye mchezo wa kwanza wa nusu fainali akiwa nyumbani, na leo atakuwa ugenini kukamilisha hatua ya nusu fainali dhidi ya wababe hao wa mji wa Munich. Mimi ni Samson Bahati, SAUT TV. Asante sana Samson Bahati kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Ronaldo Komba, na sasa nirudishe kijiti kwake Abdul Sami Hawanga kwa kuhitimisha habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Ronaldo Komba kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla tupate tena muktasari wake, wanafunzi SAUT waeleza namna chuo kinavyohakikisha usawa wa kijinsia katika nafasi za uongozi. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa kusitishwa haraka mapigano yanayoendelea katika jeshi la Mali na vikosi vya waasi nchini humo. Na katika michezo, baadhi ya wadau wa soka wilayani Nyamagana waeleza mafunzo ya matumizi ya VAR kuwa mwarobaini sahihi wa kupunguza makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Abdul Sami Hawanga. Uwe na wakati mwema.